Katika milima ya kijani kibichi ya Kiruavunjo Mashariki, upepo mwanana unaopenya katikati ya miti na sauti ya maji yanayotiririka kwa nguvu huanza kusikika kwa mbali. Hapo ndipo yalipo maporomoko ya maji ya Kitoro, hazina iliyojificha. Ni eneo ambalo halijaguswa sana na mikondo mikubwa ya utalii, lakini lina uzuri wa kipekee unaoweza kumvutia yeyote anayetamani ukaribu wake wa kweli na asili. Njia nyembamba za miguu zinazoelekea maporomokoni hupita katikati ya mashamba na misitu midogo, zikitoa taswira ya maisha halisi ya wakazi wa eneo la Mrumeni. Kadiri unavyosogea mbele, ndivyo sauti za maji zinavyoongezeka. Ndani ya juhudi za kufungua uzuri kwa wageni, diwani wa kata ya Kiruavunjo Mashariki, Mheshimiwa John Augustine Minja, ameibua wazo la kuendeleza eneo hili kuwa kivutio rasmi cha utalii. Naitwa John Augustine Minja, ni diwani wa kata ya Kiruavunjo Mashariki. Kwanza nipende kumshukuru Mungu kwa siku ya leo, ametuamsha salama na hatimaye kufikia katika lengo ambalo Mwenyezi Mungu alikubali kwamba tutimize kwa siku ya leo. Hoja yangu ya msingi nataka nizungumze ni kwamba nimshukuru sana mkurugenzi wa halmashauri ya Moshi kwa kujenga hoja ndani ya kikao cha kamati ya huduma kuhusiana na uibuaji wa vyanzo vipya vya mapato. Hakika tunavyo vyanzo vingi sana vya mapato katika halmashauri yetu, lakini hatujavifanyia kazi sana. Lakini hivyo ona kwamba kuna hoja ya msingi ya swala la utalii katika kata ya Kiruavunjo Mashariki, sehemu yenye maporomoko ya maji. Basi muhusika ambaye ni sekta ya utalii aliniahidi kana kwamba atatuma mtaalamu leo kuja kwenye kata hii na hatimaye kwenda kujiridhisha katika ile eneo na wataalamu waweze kuliona. Hakika ni kwamba leo tumeteremka bondeni, sehemu ambayo kwa kweli ni ya utalii, nafikiri hata wengine watakuja watasema baadaye. Tumeangalia hali ya maporomoko na hali halisi iliyopo pale ni kwamba tunaweza tukapata vyanzo vizuri vya mapato endapo taboresha ile eneo ikawa katika misingi ambayo inahitajika ndani ya jamii. Ni kwa nini tunafanya hivi? Tunafanya kwa sababu watu wengi watalii huja lakini wanakosa mahali pa kwenda kupumzikia. Lakini chanzo hicho cha utalii nilichokiona mimi siku ya leo kiboreshwa kutoka ni chanzo cha utalii ambacho chenye kuleta mapato mengi katika halmashauri yetu ya Moshi mjini. Na nilikuwa na shauri madiwani wenzangu, si kwamba kwa maana ya kuamba mimi ni nani, nilikuwa na shauri tujaribu kutafuta vyanzo vya mapato katika maeneo ya kata zetu. Tuwatumie wataalamu wetu wa halmashauri, tuwaite waende wakaangalie ili angalau halmashauri yetu iweze kujiingizia mapato ili tuweze kufikia malengo ambayo tulikuwa tumejiwekea katika maisha yetu ya hapa katika halmashauri yetu ya Moshi. Lengo ni kukusanya mapato. Na mapato yakikusanywa vizuri na kijiji na kata inapata mapato vile vile. Na ndio maana tunasema kila siku, mkurugenzi, bwana kata ipate shilingi milioni 3. Milioni 3 zinapatikana kutoka na vyanzo gani vya mapato kama kuna vyanzo vya mapato kama tunavyotengeneza kwa sasa hivi. Kwa hiyo nilikuwa natoa tu hoja kwamba tushirikiane kwa pamoja, madiwani wote tuibue vyanzo vya mapato ili halmashauri iweze kupata mapato. Na tunapoibua vyanzo vya mapato tukavisimamie. Tushavisimamia basi vitaleta tija katika halmashauri yetu. Baada ya kuyasema hayo, nipenda kumshukuru mkurugenzi wa Moshi, wa halmashauri ya Moshi pamoja na wataalamu. Hakika nilichokiona mimi siku ya leo, nimekuwa naibu meya jiji la Mwanza kwa kipindi kirefu. Na nilichojifunza mimi leo ni kwamba hoja yangu nimeijenga juzi kwa mkia jana. Lakini leo hii wataalamu wameshafika. Kasema hivi kumbe huku kuna watu ambao wanaelewa zaidi na kule ndiko toka au namna gani? Kwa hiyo nilikuwa naomba sana mkurugenzi, kwa kweli una vijana wachapakazi wazuri, watendaji wako, kuna mwingine anahema hapa usiku kumuona kwenye television hapa, lakini anahema kutokana na hali halisi ya kukimbizana na kazi. Basi vijana kama hawa, mimi nilikuwa nasema kwamba kwa hali ndio iona, japokuwa mimi sina kitu, mimi nitawapa motisha ya posho yangu ya mwisho wa mwezi, nitawapa motisha ili kuwajengea uwezo wa kukimbia mara kwa mara ili na mambo yaendelee. Na halmashauri nilikuwa naomba na nyinyi mnatoa tija kwa hawa vijana ili muweze kuwakimbiza zaidi kuliko watuma wanaenda, mnawatuma anaenda huku miamba. Mimi nimechafuka, yani wamechafuka nguo za, sijui kama tarudi hata kazini leo, mpaka wapite nyumbani wakabadilishe nguo alafu ndio warudi tena kazini. Baada ya kusema, mimi nipende kuwashukuru sana wataalamu ndio nitembelea. Basi nitaomba action plan yenu mtakayokuwa mmeiandaa vizuri, basi tuitetee kule halmashauri tuone tunaanza kufanya shughuli gani ili hiki chanzo kiweze kufanya kazi. Timu ya wataalamu imefika na kufanya tathmini ya kina ikihusisha sekta mbalimbali muhimu kama utalii, mazingira na mawasiliano. Lengo si tu kuvutia watalii, bali kufanya hivyo kwa njia endelevu, kuhakikisha kuwa uzuri wa Kitoro unabaki salama kwa vizazi vijavyo,
huku ukitoa ajira na kipato kwa jamii ya eneo la Mrumeni. Nimepata nafasi ya kutembelea hicho kivutio cha utalii ambacho kwa majina ya awali kinaitwa Kitolo Waterfall. Kwa kweli tumejionea hali halisi ya kivutio hicho. Ni kivutio kizuri ambacho kinafaa kuboreshwa kwa maana hali ya kimazingira ili kiweze kuwavutia watalii wa ndani na wa nje ya nchi kuja kutembelea kivutio hicho. Kwa haraka niseme kwamba kivutio hicho ni kizuri, na kama wataalam tutaenda kukaa kwa ajili ya kuandaa taarifa yetu ambayo itawasilishwa kwenye vikao vya CMT ili ziweze kujadiliwa kwa kina na iweze kupata kibali kwa maana ya kutenga bajeti ya kukiboresha chanzo hicho ili kiweze kufikika kirahisi kwa wageni mbalimbali. Lakini pia nishukuru ofisi ya mkurugenzi kutuwezesha sisi wataalam kufika katika chanzo hicho. Hakika anastahili kupokea pongezi zetu kama wataalam kwa sababu ofisi imetupa usafiri na huduma zingine ambazo zimetuwezesha kama wataalam kufikia chanzo hicho kwa ajili ya kukiona ili kiweze kuboreshwa na kuingizia halmashauri ya wilaya ya Moshi mapato, kama ambavyo lengo la halmashauri ni kupata vyanzo vipya vya mapato ili tuweze kutoa huduma nzuri kwa jamii. So far leo tulikuja kwa ajili ya kutathmini chanzo chetu kipya cha maporomoko ya maji ambayo tunasema ni waterfalls ambayo iliyopo katika kata Kiruavunjo Mashariki. Yes, so far baada ya kuangalia eneo letu hili ambapo limependekezwa kwa jina kama la waterfalls ya Kitolo. Yes, kwa kufanya assessment zote za kimazingira so far eneo linaonekana liko vizuri, halina changamoto yoyote. Nafikiri litatusaidia kama halmashauri ya Moshi kwa ajili ya kuweza kupata chanzo kingine cha kuingiza mapato. So far kuna vitu labda vichache tu ambavyo kwa assessment ya kimazingira itakuwa ifanywe kazi. Cha kwanza nafikiri cha kuangalia kabisa ni access road ambayo ni barabara kama watalii wataweza kufika au mtu yeyote atataka kufika katika hichi chanzo cha maporomoko ya maji. Nafikiri cha kwanza ni access road kwa sababu njia ambayo tumepita kidogo ni risk areas. Kwa nafikiri kama kijiji kinaweza kujitolea au tutaangalia utaratibu wowote wa kuweza kutengeneza access road ambayo itakuwa ni nzuri, nafikiri hiyo itakuwa njema zaidi. Kingine kwa kuassess kidogo huko chini tumeona kuna uchafu kidogo ambapo kuna some plastic waste. Hizi kama kimazingira zina management yake. So nafikiri sisi kama wataalamu wa mazingira tutaandaa tu mpango kazi ambao kuweza kuzimanage hizo waste. Yes, from kutoka zile law zetu za kimazingira zaidi. Kwanza nitoe shukrani kwa Mheshimiwa Diwani kwa kuamua na kwa kupata uthubutu kupeleka jambo hili kwenye halmashauri ya wilaya ya Moshi DC. Lakini pia nitoe pongezi kwa mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya ya Moshi DC. Kwa sababu gani? Aliona umuhimu wa kuwatuma wataalamu kuja kuangalia hiki chanzo. Hiki chanzo ni Mheshimiwa Diwani ambaye alikiibua. Aliona kuna haja ya kukitangaza kwa sababu hayo maporomoko nadhani mmeyaona, lakini pia sio hayo. Kuna vitu vingi ambavyo baadaye kama tutapata nafasi pia mnaweza mkaviona. Kuna historia nyingi ambazo zipo na baadaye zinaendelea, zikiendelea kukaa hivi zitakufa. Kwa maana hiyo kwa ujio wenu tunaamini kabisa zitakwenda kufufuka. Lakini pia hiki chanzo ama huu utalii ambao tunatamani ufufuke ama uwe hai ni hivi, utaibua vyanzo vingi vya mapato ikiwa ni ajira kwa vijana. Umeona vijana wengi walioko hapa, wengi wapo mitaani, hawana kitu cha kufanya. Utawasogeza hapo kwenda kushirikiana na watu walioko hapo kwa ajili ya kuweza kutengeneza kipato chochote. Lakini pia ukiachana na hiyo, Kiruavunjo Mashariki itaingia kwenye ramani kwa maana ya kwamba tutajua kwamba Kiruavunjo kuna hiki na vile vile itakuwa inaitambulisha nchi. Hii ndio dhamira halisi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo kwangu mimi kama mtendaji, shukrani sana na nafurahi pia kuona hiki chanzo kinachukuliwa kuwa serious, maana yake kitaileta Kiruavunjo kwenye ramani ya Tanzania, hasa katika sekta ya utalii. Kwa kweli sisi tuna vyanzo vizuri vya maji, tuna utalii mzuri ambao tunategemea kupata watalii wengi kuja hapa kijijini kwetu kututembelea.
Yani tunaomba mtuangalie kwa hivi vyanzo vyetu vya maji vilivyoko hapa, mweze kuvitembelea, mweze mkavifanyia ukarabati, vikatuongezea kipato na sisi vijana tukapata ajira. Kweli vyanzo ni vizuri, vyanzo vya utalii ni vizuri, utakapoona mazingira yenyewe. Kwa hiyo tunawakaribisha na mweze mkatusaidia ili kufanikisha ili jambo letu la utalii wa hapa kwetu Mrumeni. Kwa mtalii anayechoshwa na maeneo yenye msongamano, Kitolo inatoa uzoefu tofauti: utulivu, hewa safi na mandhari ya kuvutia isiyo na kelele za miji. Hapa unaweza kusimama kando ya maporomoko ukihisi matone ya maji yakigusa usoni, huku ukitazama maji yakidondoka kwa nguvu kutoka juu ya miamba iliyozungukwa na kijani kibichi. Hatua hii si tu safari ya kuona, bali ni safari ya kuhisi uzuri wa Tanzania ambao bado haujachorwa kikamilifu kwenye ramani za utalii wa halmashauri ya wilaya ya Moshi na mkoa wa Kilimanjaro kwa ujumla. Karibu halmashauri ya wilaya ya Moshi, karibu Kilimanjaro. Kutoka hapa kijiji cha Mrumeni, kata ya Kiruavunjo Mashariki, mimi ni Ahadi Mtweve, afisa habari na mawasiliano.